goli 2. Alafu winga wanasema sema sasa kabla ya kumtaja huyo winga Alan Okello, winga fullback namba za Libasagwe, winga fullback. Yanga kuna mtu anaitwa Depu. Huyo alicheza tu dakika 80 akafunga magoli 2 akaasisti 1 akawa na man of the match. Yaani kwenye dakika zile tu alizocheza alikuwa man of the match chache tu. Wanasema hilo teka la ligi kuu kimataifa hilo butu. Kimataifa wote kalao ni nani? Kimataifa Depu. Eza butu. Ni kama Yanga anaingia 8 uwanjani. Wewe ana on target, ana off target, ni mafaulo tu, akiingia juu karuka viwiko na wenzake. Sasa teka gani? Yaani hawaelewi. Okello ni fullback. Alafu ile ambayo haipandi, yani yenyewe inakaba nyuma. Uioni wananchi wamejichanganya. Hamna kitu. Sasa Okello utafanisha na Gay. Sawa, transformation imefikia wapi? Nishakwambia transformation ile sio boss. Tiboni ni kama Libasi anatuma salamu kwani. Anatuma salamu kwa nani? Hivi wewe mwandishi wewe yani sisi Yanga tutumiwe salamu na mchezaji amecheza mechi 2 anawaka zidi ya KMC. KMC ya Kinondoni ambayo inajitafuta. KMC leo ndo unajua ameconcede goli chache. KMC amejifia. Yaani wewe mchezaji wako ukiona amewaka zidi ya KMC, chukua mvute kwanza kwenye dressing room mpige makofi. Kwa nini afungi magoli zidi ya Esperance de Tunis ya kueleweka? Kwa nini afungi zidi ya Petro de Angola vibonde wa kwenye kundi lao na hawa Simba? Aura amefunga juzi. Amefunga ametap. Wewe unajua kuna magoli ya kufunga, kuna magoli ya kutap. Yule alitap. Bwana amekuwa akimtaja Depu kama ni mchezaji sana. Depu mchezaji wa kawaida vipi? Wewe unasijua namba za Depu? Bwana swali. Depu kaondoka Tanzania na goli nyingi kuliko Kibu Dennis. Kibu kaondoka Tanzania akamwacha Depu na goli nyingi kwenye ligi. Depu amecheza mechi 2 tu za kwenye ligi. Depu ni mshambuliaji bora na atafunga magoli sana. Kibu ni winga, Depu striker. Vitu mbili tofauti. Metini, kama mnatuma salamu kwenye mechi zinazofuata. Tumetuma salamu na tumeweka na nyongeza ya salamu. Kwamba yote na kama siku zingerudi nyuma huenda mngefanya mimi ndo nakwambia hivi. Tarehe moja mbali. Hapa mbele wa Mungu Kaka unatuma kupitia KMC. Tutakuwa katikati ya mfungo ya Ramadhani na Kwaresma kwa hamna uchawi. Sasa kwa nini tunaona manjani? Hata refa ambaye atambeba ashaanza kubeba machi zao. Aendi mbinguni direct. Katikati ya mfungo. Hawana timu master. Jamani, usimsifie. Mwaka jana wote mlikuwa mashahidi. Alisifiwa hapa Kibisawala, uwezo ukachukua ubingwa bila kumkaba Mpanzu. Lakini mimi nawakumbusha, hauwezi ukatamba Libasagwe ni mchezaji mzuri, Anicet Aura ni mchezaji mzuri. Hawajakutana na Bakari Nondo Mamnyeto, hawajakutana na Ibrahim Abdullah Baka, hawajakutana na Kinanda kitasa kweli kweli Dickson Jobu. Yaani usisifie tu mchezaji wako kwa sababu anacheza na timu za ovyo ovyo. Mimi nilikuwa naongea na Chukuchuku, akaniambia sisi tumechukua wachezaji wa under 20, wachezaji wetu wote wazuri wamechukuliwa. Pipino amechukuliwa na Singida. Yule Lanso amechukuliwa na Singida. Nyewe mnacheza na kina Chibada. Chibada wewe umeshazoea kumuona under 20. Ndio hawa kina Chibada wamewazuia leo, wameishia kupata goli 2. Ndio uje kucheza na Yanga. Kwa sababu Simba inavyocheza leo wanavyoisivia hivi. Hiyo ndio Yanga. Pakome ana mafua. Maxi ameamkia zake kwenye duka lake. Clement jana alikuwa anafanya zake biashara. Hiyo ni Yanga ambayo haija train. Bwana Lastiboni wiki inayofuata ni huyo Pakome ambaye anamuongelea. Mechi na Ali alikuwa na mafua. Mechi na Farabat alikuwa na mafua. Mechi na Jessica Bile alikuwa na mafua. Maana tumeangalia hatua makundi, ana goli na mechi ya Esperance de Tunis. Mechi ya Petro de Luanda. Huyo Idris nani anaitwa Libasagwe alikuwa ameenda kufanya skin care. Hujaona moto? Moto upi? Libasagwe kwanza unaongelea ile mechi. Hata wachezaji wenzie majina hajawakali, ndio mfumo. Sasa hivi washapatana. Bwana Beti, wiki hii mnakwenda kucheza mechi ya kimataifa ya Bingwa Afrika, lakini inaonekana kama nyie hamna ambacho mnakitafuta tofauti na wenzenu. Wakiwa kuna namna kuna hesabu wanazipiga. Kwanza wenzetu tuwapongeze. Ni hatua kubwa sana wamefika. Yanga kumaliza hatua makundi ni zaidi ya mafanikio. Wao kuishia makundi. Simba kuishia makundi ni zaidi ya matatizo. Ndio unaona hata migogoro, watu wanasema viongozi hawafai kwa sababu Simba sisi kuishia makundi. Kumbe mna mechi tena klabu bingwa Beti. Sio mafanikio. Tarehe ngapi wanacheza? Hawa kuingia robo finali kwao ni zaidi ya ndoto. Mwaka jana walishinda. Wana mechi kumbe klabu bingwa. Sio nekatiwa tamaa. Hamna timu. Wana mechi klabu bingwa. Wana hiyo uwezo. Tarehe ngapi? Ndio hiyo tarehe ngapi? Tarehe 14. Tarehe 14 Tanzania watu wote wako busy na wapenzi wao.
Wewe ukiona mtu ameenda kwa Mkapa tarehe 14 ujue ni kishandu, hana mahusiano, kwa sababu tarehe 14 kila mtu atakuwa yuko busy na mpenzi wake. Bwana, mechi ni moja tu Tanzania tarehe 15 pale visiwani Zanzibar, Guantanamo Bay. Wanaume tu wawili barani Afrika ndio wamekata tiketi ya kwenda robo finali, ikiwa na maana ya Piramidi na Al Ahly. Timu zote unazozijua wewe, sio Mamelodi, sio Al Hilal, sio MC Alger, sio sijui kina Belouizdad, kina nani, wote matumaini yao yako kwenye mechi ya mwisho, kama unavyoiona mechi ya mwisho ya Yanga. Kwa hiyo Yanga sisi inafanya kazi sasa, ifananisha na wao ukichukua mahesabu yao kuweka kwenye Kaluu lazima iandike infinity. Sisi mimi nimetoka, sijafanikiwa internationally. Yes, huyu ametoka, amefanikiwa. Hatua makundi ni malengo, hata kiongozi alishasema hatua ya makundi kwa ni malengo na mafanikio. Sasa tunashindana sisi, tukiishia hapo hasira tunazileta tarehe moja. Sasa katika kitu hapaswi kufanya ni kuiombea Yanga itoke klabu bingwa, kwa sababu tukitoka booster lote linakuja ligi kuu. Wewe umeona wao wametoka, booster ndio wameleta ili wanakuja kushinda 2-0 dhidi ya KMC. Peti, ukiona Yanga tumetoka. Umeshatoka master na mimi sijatoka Peti. Umetoka, unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Wanasema wakishinda mechi inayofuata hadi akipata matokeo wameondoka. Wewe unaamini? Hata kama wanadamu tumeombewa imani, wewe unaamini? Kweli ndio imani kwa ile kikosi. Sio naamini Yanga tunaenda robo finali kaka, naamini nini? Sisi tunaenda robo finali na mechi ya tarehe 1 mwezi wa 3 sisi tutaitumia kama mazoezi kwenda kucheza robo finali klabu bingwa. Sisi tunaenda save hiyo. Ndio hiyo tarehe ngapi? Tarehe 14. Tarehe 14 Tanzania watu wote wako busy na wapenzi wao. Wewe ukiona mtu ameenda kwa Mkapa tarehe 14 ujue ni kishandu, hana mahusiano, kwa sababu tarehe 14 kila mtu atakuwa yuko busy na mpenzi wake. Bwana, mechi ni moja tu Tanzania tarehe 15 pale visiwani Zanzibar, Guantanamo Bay. Wanaume tu wawili barani Afrika ndio wamekata tiketi ya kwenda robo finali, ikiwa na maana ya Piramidi na Al Ahly. Timu zote unazozijua wewe, sio Mamelodi, sio Al Hilal, sio MC Alger, sio sijui kina Belouizdad, kina nani, wote matumaini yao yako kwenye mechi ya mwisho, kama unavyoiona mechi ya mwisho ya Yanga. Kwa hiyo Yanga sisi inafanya kazi sasa, ifananisha na wao ukichukua mahesabu yao kuweka kwenye Kaluu lazima iandike infinity. Sisi mimi nimetoka, sijafanikiwa internationally. Yes, huyu ametoka, amefanikiwa. Hatua makundi ni malengo, hata kiongozi alishasema hatua ya makundi kwa ni malengo na mafanikio. Sasa tunashindana sisi, tukiishia hapo hasira tunazileta tarehe moja. Sasa katika kitu hapaswi kufanya ni kuiombea Yanga itoke klabu bingwa, kwa sababu tukitoka booster lote linakuja ligi kuu. Wewe umeona wao wametoka, booster ndio wameleta ili wanakuja kushinda 2-0 dhidi ya KMC. Peti, ukiona Yanga tumetoka. Umeshatoka master na mimi sijatoka Peti. Umetoka, unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda wapi? Wanasema wakishinda mechi inayofuata hadi akipata matokeo wameondoka. Wewe unaamini? Hata kama wanadamu tumeombewa imani, wewe unaamini? Kweli ndio imani kwa ile kikosi. Sio naamini Yanga tunaenda robo finali kaka, naamini nini? Sisi tunaenda robo finali na mechi ya tarehe 1 mwezi wa 3 sisi tutaitumia kama mazoezi kwenda kucheza robo finali klabu bingwa. Sisi tunaenda save hiyo.